وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بعد. Ndugu zangu, tukiongozwa na mashaka zetu na wazee wetu pamoja na viongozi wa taasisi na asasi mbalimbali za Kiislamu mliopata bahati, maana si wote wamepata fursa ya kuja hapa, mliopata bahati katika muda wetu mchache wa umri kuona kwamba kuna haja ya kutenga japo dakika chache na kumtaja, kumsema, kumueneza, kumwenzi na kumshibisha katika nyoyo za watu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasa kwa anwani ambayo imeelezwa. Ni anwani nzito na ambayo kwa niaba ya serikali kwanza niwatakieni kila la kheri na niwapongezeni kupata nafasi ya kukutana katika mambo yote ya kiibadati, lakini ukapata nafasi ya kukumbushana katika mambo ya maisha na maendeleo ya watu wetu. Maana tulikuwa na uwezo wa kukutana tukamzungumza Mwenyezi Mungu na mtume na maswahaba na watu wema na kisha tukaondoka, lakini mmeona katika mazungumzo hayo pia mzungumzie maendeleo ya watu wetu. Kwa niaba ya serikali ni washukuru wale wote ambao wamekuwa ni sehemu ya maandalizi ya shughuli ya leo, lakini kipekee nitoe shukrani za dhati na pongezi kwa wale walioandaa maudhui ya mada hii, na niwapongeze wale wote waliotutangulia kuisemea, kuinenea na kuijengea msingi wake ili iweze kueleweka kwa watu. Serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan inaendelea kuamini kwamba Watanzania wanao haki na uhuru wa kuabudu, na katika uhuru huo watapata nafasi ya kujipanga na kujiendeleza, na katika maendeleo yao wataendelea kusimamia msingi wa amani, mshikamano, maendeleo na umoja wa kitaifa. Kwa muda wa dakika zangu 3 zilizosalia, ni nini ninashauri kuhusu muktadha wa maendeleo katika Uislamu? Msingi wa kwanza wa maendeleo kwa muktadha wangu na nataka kutoa hapa ni maarifa. Ili watu wote waweze kuendelea, sharti wawe na maarifa. Na ndio maana ukienda kwenye chama kule wanasema nitajielimisha kwa kadri ya uwezo wangu na nitatumia elimu yangu kwa faida ya wote. Ukienda kwenye Injili wanasema mshike sana elimu, usimwache aende zake. Ukija katika mafundisho ya Uislamu, talabul ilmi fariidatu ala kulli muslim wal muslima, maarifa. Kwa sababu maarifa yamepewa nguvu, maana yake ni lazima ili tuendelee, sharti watu wetu wapate maarifa. Ni maarifa gani? Yatategemeana na mazingira yetu, mahitaji yetu na msukumo wa maendeleo yetu. Tuwasomeshe watu wetu na tuwape watu wetu maarifa yanayofanana na mahitaji ya wakati. Tusije tukawafundisha mbinu za kutengeneza majahazi katikati ya jambo. Tusije tukawafundisha mbinu za kilimo cha kisasa wakaazi wa pwani walio karibu na bahari na kazi yao ni kuvua samaki. Elimu hiyo haitofaa. Kwa maarifa ya kwanza ni maarifa ambayo yanafanana na mahitaji yaliyopo, mazingira yaliyopo na hali za watu wetu kulingana na mazingira haya. Maarifa. Na maarifa ni jambo ambalo mtu yoyote akipewa halimzidi uzito, halimwangushi, halimfilisi, halimfani kuwa duni. Hajawahi kusikia kwamba kuna mtu mmoja amekufa kwa kuzidiwa na maarifa. Wala hajawahi kusikia kuna mtu kafukuzwa kwenye ukoo kwa sababu maarifa yamekuwa mengi. Bali mwenye maarifa anaonekana ni wa thamani, anaonekana ni mwenye heshima na anatukuzwa kwa sababu tumefundishwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mbora wenu ni yule mwenye kuifundisha Qur'an, mwenye kuisoma kisha akaifundisha. Kwa hiyo yule mwenye kupata maarifa akafundisha wengine na yule mwenye kutafuta maarifa, wote wanakuwa ni watu bora wakati wote. Kwa nukta yangu ya kwanza, ili tuendelee, ili tupige hatua, tuhakikishe watu wetu wanapata maarifa. Hayo maarifa kama mtu atayatafuta kwa level ya ibtidai, mutawassita, thanawi, jamia, sawa.
Kama atayapata kwa maana ya skills, ujuzi, sawa. Kama atayapata kwa maana ya maarifa ya jumla, sawa. Lakini asitokee mtu katika jamii yetu ambaye hana maarifa yoyote. Kuwafuga watu wasiokuwa na maarifa katika society ni kufuga matatizo katika society. Hili ni jambo la msingi sana, maarifa. Namwambie jirani yako maarifa. Jambo la pili, ili tuendelee watu, tuwe na watu. Tunaweza tukawa na watu, lakini watu wa aina gani? Amezungumza vizuri sana Sheikh wetu wakati anazungumza mada ya pili baada ya Sheikh Othman Ndaki. Watu, human resource, manpower. Tunaweza tukawa na watu wengi, lakini namna gani watu hawa wanatusukuma katika ajenda yetu ya maendeleo? Namna gani? Watu hawa wameandaliwa, watu hawa wamejengewa uwezo, watu hawa wanajua lengo la jamii yao, watu hawa wanajua wajibu wao, watu hao wanajua madhara ya wao kutokujenga maendeleo ya watu wao. A coordinated mass. Tuwe na umma ulioratibiwa, an organized mass, ule umma uliopangwa. Unaweza ukawa na askari wengi lakini hawajui wanamshambulia nani, saa ngapi, wapi, na faida za vita ni nini, hawajui. Kwa utajisifu kwa wingi wa askari, lakini ukiingia katika vita hushindi. Kwa ili tujivunie kuwa na wananchi wengi, lazima wananchi wetu wajengewe uwezo. Wananchi wetu wakumbushwe wajibu wao. Wananchi wetu waonyeshwe fursa ambazo wanaweza kuzitumia kujikwamua wao. Wananchi wetu wapewe fursa ya kuonesha wanawaza nini na sisi tunaweza tukafanya nini kwa ajili yao. Watu. Tukiwa na msikiti una waumini wengi, kisha waumini hawa ambao hawajui kwamba bili ya maji na wahusu, wingi wao hauna faida. Tukawa na waumini wengi, lakini akisimama Sheikh kutoa wadhi wanabaki watatu, waumini hao hawana faida. Tukiwa na waumini wengi, kisha miaka 5, 10, 30 tangu tumejaa msikiti hamna anayekwenda hija, waumini hao hawana faida. Tuna waumini wengi, lakini kila Ramadhani ikifika wote wana magonjwa ya tumbo, waumini hao hawana faida. Kwa lazima tuwe na umma ulioandaliwa, umma uliojitambua, umma ambao uko tayari kupokea maelekezo ya viongozi wao na kutimiza wajibu wao kwa maendeleo yao na maendeleo ya jamii zao. Ndugu zangu, haya mambo makubwa mawili, maarifa na watu, ni msingi wa maendeleo yetu. Kwa tunalo jukumu la kurejea kila mmoja kwa nafasi yake, kuangalia ni namna gani ameuandaa umma, ni namna gani ameujengea uwezo, ni namna gani ameupa maarifa, ni namna gani ameuweka tayari kwa ajili ya kujikabilia matatizo yake na matatizo ya jamii, ili umma huo uwe tayari. Nikushukuru sana Sheikh Zawanda, wewe ni mwalimu wangu, na leo mimi nimekuja hapa kwa ajili ya Mtume, lakini nimekuja kwa ajili ya kulipa deni. Maana wakati wote umekuwa ukija kwetu Mwanza, na mimi nilikuwa sijawahi kupata bahati ya kuja hapa. Leo nikasema sasa nikishindwa kwenda na ndaliko Ubungo, nitakuwa nimefanya dhulma iliyo kubwa sana. Kwa hiyo nikaja leo nimekuja kulipa deni. Nimelipa deni, lakini nitajiona ni mtoto wa nidhamu mbele ya mashaka zangu hawa, wamepewa dakika zao na wameziheshimu. Alafu mimi nikataulisha maneno yakawa marefu nikaharibu. Wanasema yakitokea mafuriko ukaona mrefu kuliko wote amezama, ujue mfupi kesha kufa. Sasa hivyo ndivyo kama mashehe wameheshimu muda, mimi nikiudharau utapata shida. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi.